kutoka jela. Mtu ni hapo wewe kuniharibia maisha, si ndio manake? Wewe hapo nichome. Samahani mimi jamani, alafu unajua kabisa mtu katoka jela. Ndani mnakana mapanga kabisa, unasema silaha zote za kivita mnazo. Usitoka katokulumia. Nisikulumu. Wewe kama unamume. Jamani. Jamani nimejitunza mimi nakuja kuharibika kipumbavu. Wewe. Ndio. Hapana. Sawa. Sawa. Nakuja. Afanya nini? Wewe. Mafuta ya nini? Mafuta ya nini? Rasta kafiri. Unajua kabisa mchezo wa mume wako, sio wanake. Unashindwa kusema ukweli. Wewe na mume wako tabia zenu mbaya. Unatumia mafuta ya nini? Mafuta ya nini? Kwa kumbe unajua kabisa kwamba nyinyi mimi unaponiona hii familia yangu inanitegemea. Wewe jamaa wako shejua. Wewe jamaa wako yajua no. Yaani hapo umeona nimejizuia wewe mpaka ndio imetoka. Ndio. Kazidiwa. Nakuja mke wangu. Nakuja sasa hivi. Haya. Ni tabia mbaya. Yaani wewe sio mtu mzuri. Mimi natoka. Ngoja nataka kufanya mimi nifanyeni. Mimi natoka. Ila wewe umesema yaani ni yako mbaya. Ungesema tunataka kufanya ili tuwajue kabisa kwamba wewe na mume wako jamaa zenu mmoja. Ni mke wa mtu. Alafu mume wako alikuwa jela, kipande wa mtu, kidali, kinjemba kabisa, kibaba kama yule. Ni yako mimi nifanye nini? Ni yako nifanye nini? Alafu nakwambia mwanangu mimi anaumwa. Yeye anakaja anasubiri nini? Nyie ni enu mbaya. Mimi natoka kivyote, mimi natoka. Unaenda wapi sasa? Wewe. Nilikwambia mwanangu anaumwa. Mwanangu amezidiwa. Yeye anakaja anafanya nini? Yeye anakaja anafanyaje? Chochote atakofanya afanye mimi. Sasa wewe acha fikira.
sio utakuwa unataka nini yani. Ya ndio macho tu. Sasa nataka kunifanya nini anachanganya. Tunatishana hiyo. Wewe vipi? Tanzania ya amani unataka kunipangiaje uhuru wewe? Kwa hiyo hujaniona? Nimekuona saa ngapi? Mimi niko nachezea simu yangu nikuone wewe vipi kafinge bin fingolo wewe mweu nini? Toka hapa. Samani, yani hiyo bro kitu kimoja ambacho mimi naona hapa kama kuna kutokuelewana. Unanielewa? Yani mimi sijafanya chochote, yani sijafanya chochote. Lakini sasa naona kama hatuelewani hivi. Yani mimi sijafanya jambo lolote. Na kwa sasa hivi mimi hapa mwanangu kwa hiyo nitakutafuta nitakuelewesha, yani tutakaa tutazungumza tu. Tutazungumza, lakini mimi sijafanya lolote. Mimi nashukuru kwa kunielewa. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kunielewa. Tutafuta tuzungumze. Mjumbe, kama nilivyokueleza, huyu ndo bwana Jay mwenyewe. Huyu ndo Jay? Mimi ndo Jay wa Kusmart. Nimepata habari yako hapa kwamba hautaki kufuata masharti yule kama wenzio wapangaji, hutaki kununua
umeme. Haipo hivyo mjumbe. Wewe unamsikiliza huyu? Huyu kibonge, hana akili. Jay, tutakuja kugombana. Usiniite hivyo Jay. Sasa unataka kubisha. Usiniambie mimi sina akili. Sasa kwa nini wewe sio kweli kibonge? Jay, masuala yako asiyapendi Jay. Hapa ni kwa mjumbe. Yaani ipo hivi, umeona bwana mjumbe? Mimi ni mtu wa juu sana. Yaani nachelewa kurudi nyumbani. Na nikirudi tunawasha taa, afu na radio ya Bluetooth. Taa inamaliza umeme. Sasa hebu niambie, mwenye nyumba yenu wamesemaje? Mwenye nyumba yetu kasema kwamba kama hawezi kulipa hiyo pesa, tumkatie umeme. Sawa. Katiani muone. Wewe na mwenye nyumba yako. Afu wewe bonge akili huna wewe. Mdogo, bwana mdogo. Vipi wewe? Sikiliza. Mimi sitaki kelele hapa kwa nini huyu? Bigi. Mimi Sitaki nalipa kelele kodi. hapa kwangu. Hebu nendeni. Mimi nalipa kodi pale. Kwa hiyo Hata umesikia mjumbe. Mimi nakwambiaje? Umeme lazima ukatiwe. sitaki Umeme lazima akatiwe huyu. Usinitishe Bigi. Katende huko tukamalizane na wewe na wanafiki wenzio. Eti brother. Kwa mfano unakaa sehemu au vipi bwana? Hautumii umeme mwingi. Sasa mtu una vipengele vyako anataka kukatia umeme. Wewe ungefanyaje? Wewe umesikia Bigi, tutagombana nakwambia. Karibu. Asante. Karibu bwana. Bwana mjumbe. Usiwe na wasiwasi bwana. Hapa ndo kwa mjumbe. Hamna shida. Mimi ni mgeni eneo hili. Ndio, hata mimi sijawahi kuona kweli. Kuna mkazi wako wa eneo hili. Ana kifua kikubwa hivi mrefu. Yes, ni mkazi wangu ndio, lakini sijawahi kujua anafanya shughuli gani. Hicho ndio kitu kinachonichanganya mimi sasa. Yaani wewe mjumbe haumuelewi mkazi wako ana shughuli gani. Sasa ananifuatilia mimi ambaye hata simjui, alafu ananifuatilia kimya. Anakufuatilia kwa sababu gani? Umefanya nini kufuatilia? Yaani kusema ule ukweli, yani mjumbe, ukweli kabisa. Yule jamaa mimi kanifumania nyumbani kwake, lakini sikufanya. Kitandani kwake? Ila sikufanya kivile. Sikufanya hata kidogo. Sasa umefumaniwa na mke wa mtu. Mimi mjumbe nikusaidie nini? Ndio maana mimi nikasema nitafute balozi yuko wapi wa nyumba 10 anisaidie tu kunifikisha barabarani. Kijana, mimi shida yangu ni kufika barabarani. Mke wangu. Nakuja sasa hivi. Nakuja mama. Unaona? Huyu ni mke wangu. Amenipigia simu mtoto wangu mimi anaumwa hoi. Lakini sasa kutoka hivi huyu jamaa huyu ananifuatilia kimya. Sikiliza. Sasa kijana, hata kama mimi nakulinda mpaka wapi? Yaani uone kama nitakufuatilia mpaka mwisho. Yaani mimi nipate tu barabara na nitaenda huko kwingine kwa amani. Nitoe tu tukitembea mimi na wewe serikali. Sasa kijana, naona kama ni pagumu kidogo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe siwezi kuingilia kile kitendo. Anakufuata kimya wala apigi kelele, ndio kinachomtisha mimi. Yaani ndio tabia yake ndio hiyo sasa. Yaani anakuwa kile ukitembea anakufuata nyuma afu apigi kelele. Ndio tatizo hilo. Na mimi naomba unisaidie kwa kweli tu nisaidie. Apigi kelele ndio mambo yake. Hapo ukipita tena unafuta. Sasa sisi tutafanyaje? Nisaidie tu ndio nisaidie. Sasa ndugu zangu, nimewaita hapa ili tuzungumze kuhusu hili jambo. Naona barabarani hatuwezi tukazungumza vizuri, ndio maana tunakuja. Na kwa sababu pia ni jambo la kifamilia, ni bora tulimalize hapa. Mjumbe, mimi mpaka sasa hivi sielewi kwa nini umenileta hapa. Unataka kusema kilichotuleta hapa ukijue? Wewe unanifuatilia mimi ndio maana upo hapa. Afu anasemaje ajui sasa jamani? Kwa nini nikufuatilie? Wewe unanifuatilia mimi, kuna jambo lako baya unataka unifanyie mimi. Una na tukio lake la ajabu, baya anataka nifanyie mimi. Ni kitu gani hicho na kwa nini nikufanyie?
Umeulizwa? Yaani kusema ukweli tu, huyu blaza kweli kanifunga na mwanamke wake. Lakini mimi sikufanya chochote. Na hata hivyo mwanamke akusema kama yeye ana mume. Akusema hivyo kama yeye ana mume. Na mimi sikufanya chochote. Imeingia mpaka ndani, lakini sikufanya chochote mpaka jamaa kaingia. Mimi sikufanya chochote na yule dada. Ila tu mtu yote hawezi kuamini kwa tukio lile. Lakini mimi sikufanya chochote. Victor. Victor. Mungu. Anka bana, natakiwa uende gengine. Ndio muda umeenda. Afu mtoto amelala, kimka nitakuwa. Amka Victor. Nenda bana, unajua kile unataka benki. Aya. Kachukua mfuko. Kachukua mfuko basi. Changamka. Hapo vitunguu, nyanya. Rudishia elfu moja yangu au nibadilishie CD mesitaki. Mimi siwezi kukurudishia elfu moja, siwezi kukurudishia CD kwa sababu CD umekaa siku 2. Tena usitanie, unarudishia hela yangu. Hakuna kurudisha. Sasa hamna. Hebu tulia. Hebu tulia. Dada tulia. 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 Acha. Nipe hela. Dada. Mama huyo. Wanawake kwa hivyo uchebe. Wewe mwanaume. Mwanamke gani anataka sana kwenda? Subiri mmezaje na ushauri. Tafuta CD kali koje kuuza. Tafuta CD oji. Kuna CD mbovu hizi. Sawa. Shida nini? Shida nimekuja kwa Black kuchukua CD. Naenda kuangalia nyumbani CD haisomi maana nini? Sasa nibadilisha nipe langu. Sasa narudisha leo nipe langu maana yake nini? Rasta. Sisi watu wa peace and love, sawa? Kaka leo CD siku 2. Alafu leo kaka huko anakuja hapa anasema njoo nimpe buku au aje achukue CD. Tena mimi naona mchangizi naona. Unaona kaka CD siku 2. Basi subiri. Pone CD. CD moja buku hapo kachukua 3. Hapo hivi. Mambo si una CD moja? Ndio. Na hii isipojesha narudisha. Nyezo mnaokota masidi kaja kwa mnatuletea sisi. Tafuteni CD oji. Sio mnatuletea CD mbovu. Hela ni shamba, nampa hela nini? Hela ni shamba. Tulia. Tambona buku yangu. Sawa mama. Huyo acha kidogo. Rasta. Punguza jazba Sawa. Usisuse. Shika. Uchebe wewe wa kiume. Sema unakuelewa tuchezeni sasa. Acha. Mama uliponielekea huko? Na naondoka. Nikirudi tena hapa. Niulize. Mimi sitaki hata urudi wewe. Sikiliza. Dada jiangalie wewe. Unanizingua. Takupiga na mgongo. Kwanza usikone hapa. Mama huyo kuja cheza kwa biashara. Sio kuja kutafuta maisha. Sawa. Usipende kuzozana na wanawake. Na acha hiki kitu unachokifanyia sio kwamba ni sahihi. Sio unanielewa? Uchebe kuna watu wengi wanakutamani wewe biashara unaoifanya hii. Wewe unaumiza Watanzania wenzio. Wewe kuna watu unawaumiza kwa biashara hii unaoifanya. Fanya biashara halali, uingize kipato halali kwa ajili ya taifa. Hapa kuna watu unawaumiza. Wewe mwenyewe uko salama. Sio unanielewa? Hauko salama. Kuna siku utaisha. Uchebe. Lakini sasa wewe unakwambia biashara hii. Mama huyo. Basi dada usibebe tena hapo kwa sababu atasahau.
Sasa niombe kitu kimoja. Kwa nini usinipe namba yako endapo kama CD itasumbua iwe rahisi kumpigia kubadilishie. Namba. 12. Andika. Bwana. Sawa. Hii itasaidia kama endapo CD itasumbua basi utanipigia. Wewe kuna kama eneo gani? Mimi na kamta pita. Basi haina shida. Wewe angalia maana masizoni haya. Namba yako mwisho ni shilingi ngapi? Akisini ni yani. Nitapiga moja, sitatuma message, nitapiga. Ananijua ni shilingi ngapi? Mwisho 44. Dini. Vitu vya haraka hivi. Sasa nikwambia ndio nyingine mapema. Sasa wewe uende pale kwa Sada, uondoke haraka yule bila kupigisha domo. Unaona? Hey. Imewaka? Haya, haina shida. Haya. Kula mama. Kula. Alopiga simu nani? Huyo fundi Cairo. Fundi wangu, fundi wa magari huyo. Fundi? Anatengeneza gari. Habari tu. Gari. Kula mama. Anakata. Anakata. Yule anagejea kama magari. Ila wewe mwanamke. Gari la moto. Pilipili kali. Ndani joto. Wewe mama una wivu wewe. Na mimi ni wako. Wewe mama. Kwa moto funzo. Amna, huu ni wivu. Huu wivu. Na mimi ni wako mwana. Sasa maliza tu mboga ugali uisho. Na tunakula mama kula. Victor. Kitu achemka homa. Sasa mpe panado. Simu yako ile. Njoo usiku.
Mama anachemka kesho aende hospitali. Nani anachemka? Peleka asubuhi. Mimi nimepata joto kweli. Tutapeleka asubuhi. Pole mamangu. Hey, halo. Safi, niambie. Nimezima? Ukiwasha ile kinagoma. Ate. Oi. Kama kaa. Hapana. Huko eh? Vipi? Yenyewe. Short. Kumbe palipooni. Mimi si nilikwambia pakoni hapo. Nikamwambia tuzime au usizime. Umeona sasa? Sio basi niangalia hapo. Mtu ni wewe kuniharibia maisha, si ndio manake? Wewe hapo nichome. Jamani mimi jamani, alafu unajua kabisa mtu katoka jela. Ndani mnakana mapanga kabisa, unasema silaha zote za kivita mnazo. Usio akatopia. Nisikulamu. Wewe kama Mungu. Jamani nimejitunza mimi na kuja kuharibika kibavu. Wewe.
nataka kulipa taarifa tu mimi mwanangu. Mwanangu aliakisi. Hapa tuko kazidiwa tu. Muda wote ananipigia simu kuhusu. Bwana nani kushika miguu? Nenda. Kwa babu unataka kusema dhamira yako haijulikani, si ndio? Au unataka kujikuta konta? Wewe ni yako haijulikani? Au watu walivyokaa kimya ninavyokusikiliza utaka unichukulie mimi kolo, unanichukulia mimi foreigner, si ndo manaki? Oya mimi mwenyewe Don Town kitambo naziweza vizuri tu. Yaani kama unapiga mimi nacheza vizuri tu. Sikuandafii ujue mzee. Yaani sikuandafii hata kidogo. Mimi nimekuja hapa kisheria. Nimekuja kumfuata mjumbe ili mambo yaishe. Hamna, huyu vyovyote anavyotaka poa tu. Yeye nani bwana? Yaani wewe safi. Kama unaweza baridi. Au kwa sababu unajikuta umetoka jela. Kwa sababu unajikuta umetoka jela, lakini safi sio wenyewe jela tumekaa alafu tumepata namba vizuri tu. Yaani siku ile tukienda tunaishi kama maofisa. Baridi. Wewe unavyotaka baridi, mjumbe baridi. Yaani safi tu vyovyote unavyotaka wewe dua. Mimi sikuandafia hata mara moja. Wewe vipi bwana? Mtu mnakaa hapa mambo ya malizike wewe unaanza kuleta ukontao ajabu. Yaani unavyotaka safi kama unaweza sasa jikanyage. Foreigner mmoja. Wewe mtu gani bwana unakuja kuambia ueleweki babu ajikanyage. Sasa mimi naondoka kama naenda kwenye au. Kwani unaenda wapi mwanangu? Sawa. Basi wewe nenda unakoenda. Haya ni maamuzi yangu, niende au nisiende. Wewe nenda unakoenda. Pita wewe baba Pita. Halo. Victor. Bado upo hai? Wewe usintishe. Nakwambia ukweli usintishe kabisa. Kuwa makini. Wewe huyu mtu wako ananifuatilia tu muda wote, mimi hata sielewi anataka nini ujue. Huyo sio mtu mzuri, atakuua. Nini? Halo?
tunaambiwa kabisa mimi sijafanya kitu chochote. Sawa umenikuta lakini sijafanya kitu chochote. Unashindwa kuelewa. Mtu unaomba mara ngapi uelewe? Mimi mwanangu anaumwa na ndio sawa lakini sijafanya kitu. Niache basi niondoke. Na kama unataka kunipiga basi nipige. Ita watu wanipige. Basi nisamee. Unanipata tu. Unanipata kama mzimu, unanitolea macho tu kimya. Kunipiga unipigi, kunitia moyo uniti. Sasa manake ni unatembea unakuwa una amani. Kama unaniua si niue. Niue kabisa. Sisi kokote. Tu gani bwana? Tunaona kabisa mimi mwanangu anaumwa basi niache niwahi familia yangu. Mimi nina shida mwenzio. Mtoto wangu mimi anaumwa sana lakini wewe bado unamwangalia mtu tu unamwangalia unaniangalia hivyo kama ndio nini. Ni wewe. Sisi kokote. Maji kwa ajili ya kuondoa uchovu. Hajakunywa. Safi. Sasa tuweza samani. Huenda kwa namna moja ama nyingine nimekosea, lakini mimi ni kuombe radhi sana, nimekosea sana. Huenda ni tamaa tu ndio kilichotokea kufanyika kitu kama kile, ingawa sikufanikiwa. Unaona? Lakini brother, mimi unavyoniona hapa nina mke na nina mtoto. Na hata hivi tunavyoongea mtoto wangu mimi hayuko kwenye hali nzuri. Yaani mtoto wangu mimi anaumwa. Ila kinachomchanganya brother, mimi sielewi mila yako ya kunifuatilia muda wote. Uongei, upigi kelele, unipigi, yani sielewi dhamira yako ni nini hasa. Ningekuwa najua basi kidogo ningejua nafanyaje, lakini yani sielewi dhamira yako ni nini hasa. Ndio hicho kitu kinachomchanganya, sielewi kabisa. Sikia, lengo la kufuatilia muda mrefu, nahitaji nitaiwa na familia yako. Familia yangu mimi? We kaka. Kidali. Wewe tena unataka kulipiza tena kwa familia yangu, unataka kulipiza kwa mke wangu mimi? We baba wewe. Mimi nina mtoto mdogo, mwenzio nina mtoto mdogo ndugu yangu. Hivi wewe kweli mwili wako uende jamani. Alafu mimi sikufanikiwa. Yaani hebu amini hilo ninalokuambia. Sikufanikiwa hata kidogo. Kwa nini nakuwa hivyo? Lakini jamani, mimi sina mwili mkubwa kama wewe, sina miguvu kama wewe. Mimi mnyonge unajua. Kiukweli kabisa mimi mnyonge. Kidali nikuombe kitu kimoja. Usije ukaniharibia ndoa yangu. Usije ukanivunjia familia yangu. Kweli kabisa. Vipi hali? Kia. Mshikaji wangu.
usimsikilize hata kidogo. Muongo, mimi sijafanya chochote. Yaani usimsikilize hata kidogo. Mimi nakosa nini mke wangu? Eti mimi nakosa nini? Mimi Sikuelewi. Unazungumzia nini? Kidali msema kweli. Mimi mwenyewe nikawaza utakuwaje yani nifanye vizuri. Sawa. Nilikuwa na Kidali sema chochote jinsi nilivyokuwa na mwanangu. Sasa ndio sana Kidali. Sichelewi. Kuja tukaangalia mtoto. Sawa ninapenda sana. Kidali. Karibu tena shamba. Tamleta. Mimi nishukuru sana kwa tukio lile ulifanya. Kiukweli kabisa umeinusuru ndoa yangu. Na mimi nashukuru sana yani. Nashukuru. Alafu ya kwangu umevunja huyo. Kama una mwanamke mzuri, unayempenda na kumsamini pia. Kwa nini situlie kwenye ndoa yako? Kwa nini unaharibu ndoa yangu? Kwa nini unachezea watoto wenzio? Tulia na familia yako. Familia bado inakuhitaji. Alafu tambua, bado tujamalizana. Kama unataka kumpiga mtu mpige sasa kuliko kumweka mtu kipoo sana kwa ajili ya kutembea na kwa nataka. Ndio unataka kupiga kumba ndio mpige tu mbali sasa. Kama hivi tena tukashantisha. Mimi nikipanga nafuu. Unaona changamka kidogo. Mimi naona kuanzia kesho wewe unaenda sokoni mwenyewe. Kwa nini? Usidopishi. Wewe hata ukifika pale sokoni ukaona vitu vimebadilika, una uwezo wa kuamua nini kifanyike ili sisi wengine tule. Hata kuna nazi zimepanda, nini pilipili si nini. Asikutilize maana kana kutangamka. Nazi gani? Nazi haijakomaa, haijajaza, umeivunja vibaya miaka 6. Naomba nivunjie nazi nyingine. Wewe, sebufu yangu ndengevwe, ngoma nzuri nkazao. Sasa ndo kiloga gani hicho? Utajua wewe. Hata kama naomba univunjie nazi nyingine Mpemba, 1000 kubwa, mbona unifanyia hivi? Wewe. Wewe besa nini? Sitaki, naomba univunjie nazi nyingine. Mbona unakuwa hivyo lakini Mpemba wewe? Eti kaka sikiliza. Mimi nimenunua. Wewe koma. Tena ukome ukomae. Mimi nina matatizo yangu kibao kusikiza kwako ya nini? Ndio wenyewe mnakuaga na kwa wanajeshi mkapata tabu bwana. Mpemba naomba unibadilishie nazi. Kwanza ushanipoteza mteja. Chukua nazi yako uondoke. Nivunjie nazi nyingine nimekwambia. Hii nazi sitaki.
Lakini ndugu yangu mimi sinishakwambia kwamba sawa umenifumania lakini sikufanya chochote. Kwa hiyo wewe unakuja kunilipizia mimi. Kweli malipizi yenyewe ndo kama haya kweli? Na unafahamu kabisa mimi mtoto wangu anaumwa. Mnaniharibia mtoto. Wewe naye mama mtu mzima kabisa wewe hata uchungu wa mtoto uoni unashirikiana na wewe mnaenda kumwalimu mtoto. Ndio maana wewe kumuumiza mtoto wako mwenyewe wewe au jisikia hata vibaya. Wewe naye mkubwa mzima kabisa mkubwa mzima unashindwa kunifikiria nifikirie mimi kama mdogo wako. Yaani nifikirie mimi kama mdogo wako. Sikufanya kitu chochote. Unaenda wewe mimi naenda nikamsaliti mwenzie. Mimi naenda nikamsaliti mwenzie. Wewe ndio umenisaliti mimi. Umeenda kutembea na huyu kidali. Mimi nimeona umetembea na huyu kidali mnamuumiza mtoto. Nyinyi sasa ni mmeshafanikiwa kuniharibia mtoto. Si ndio maana mmefanikiwa kuniharibia mtoto. Alikuwa amempakata mtoto. Kwa bahati mbaya alikuwa sijamlisha repi ndio amemkojolea. Kwa mtoto. Unashindwa kuniamini mimi mkeo. Mtoto anaumwa. Kumbe upo huko unafanya uchafu wako, sikia. Kuseni. Kitu gani kipacho mimi nimekukosea? Mimi najitahidi. Natumia message. Naangaika usiku na kuamsha ujali. Kama unatembea na wanawake za watu, si ndio? Mke wangu nisikilize. Hamna chochote kilichofanyika, ni vitu ambavyo vilishindwa tu kuelewana. Umenikatisha sana tamaa. Yani sikufanya kitu chochote. Ila tu situation iliyokuwepo hamna mtu ambaye anaweza kunielewa. Ndio maana nasemaje? Kama vitu kama hivi tu vimetokea tu, ni shetani. Sina baya, mwambie Kidali. Mwambie sijafanya chochote. Tupo pamoja kwenye kumuuguza mtoto. Wote nimechoka na upuzi, mbona nifanyia? Nimechoka. Kidali. Gani? Shemeji, mtoto ana thamani kubwa sana. Pia mtoto anataka malezi baba na mama. Bwana nilimfumania na mke wangu. Lakini lengo lake alijua mimi nataka nimfanye kitu kibaya. Kumbe mtoto anamfuata nataka nijue tu familia yake. Nashukuru familia niliyo. Mimi mpaka sasa ninapoongea hapo familia yangu imeharibika na mke wangu ameondoka. Napenda sana kuona familia yenu ikiwa na furaha. Shikamaneni, msiachane. Mtoto anahitaji malezi. Napambana kwa ajili ya kulinda familia yangu na unajua. Na mimi najitahidi kufanya kila kitu. Mimi sikufanya chochote kibaya. Yaani ni shetani tu yule. Shetani anakaga sehemu mbaya. Unajua, lakini sio kama nifanya kitu kibaya usije. Nisikia mama.